Ndugu wanahabari, nawakaribisha katika ukumbi wa polisi mkoa wa Kusini Unguja ili kupeana mambo muhimu ambayo yanajiri mbele yetu. Tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2025, sawa na mwezi 10 mwandamo, Waislamu wote nchini Tanzania wataungana na Waislamu wengine duniani kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha kufuatia ibada ya hija inayofanyika katika mji wa Makkah nchini Saudi Arabia. Kwa mwaka huu ibada ya sala ya Eid kitaifa itafanyika katika msikiti wa Taqwa uliopo katika shehia ya Bambi, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, na baadaye kutafuatiwa na baraza la Eid litakalofanyika katika ukumbi wa Chuo Kikuu cha Taifa Suza uliopo katika shehia ya Tunguu, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Katika kuadhimisha sikukuu hiyo, jeshi la polisi limejipanga, na kwenye mkoa wetu wa Kusini Unguja tumeainisha maeneo muhimu ambayo yatakuwa ni ya kipaumbele, ambayo ni pamoja na maeneo ya ibada kwa maana ya msikiti ambako tutafanyia sala ya Eid, lakini kwenye eneo la ukumbi wa Suza ambako tunafanyia baraza la Eid, na viwanja vyote vya sikukuu ambako watoto wetu wataenda kuburudika mchana, kumbi za starehe pamoja na fukwe za bahari ambako watu wengi kutoka maeneo mbalimbali watakuja kwa ajili ya kusherehekea sikukuu. Na lengo letu ni kufanya sikukuu hizi watu washerehekee katika hali ya amani na utulivu. Kwa hiyo sisi tumejipanga vizuri, na jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja linawasihi tu wazazi ama walezi kuwalinda watoto, wasiwaachie watoto kwenda kwenye viwanja vya sikukuu wakiwa peke yao, bali ni vizuri wakawa kwenye uangalizi wa wenzao ambao ni wakubwa ama walezi wenyewe. Lakini pia kuna tabia ya kuwavisha watoto vidani vya thamani kubwa, jambo ambalo linawashawishi wahalifu kama wezi ili kuweza kuwapora hivyo vitu. Na pia wakumbuke kuwavisha nguo ambazo zina staha zenye maadili mema ili pia kuepusha ushawishi wa wahalifu wa udhalilishaji. Kwa upande mwingine, jeshi la polisi kwa Kusini Unguja linawataka madereva wote watakaoendesha vyombo vya moto. Tunajua kwamba kutakuwa na vifaa vingi au magari mengi, pikipiki kutoka mjini kuja maeneo yetu kwa ajili ya kuburudika kwenye fukwe za bahari na kumbi za starehe. Basi tunawasihi wote watakaoendesha vyombo vya moto, wakiwepo madereva wa magari, waendesha pikipiki, kuzingatia sheria na kanuni za usalama barabarani ili wote tuwe salama na watumiaji wengine wote wa barabara wawe salama. Waendeshe vyombo hivyo pia wakiwa katika hali nzuri kiafya, wasinywe mapombe ama vileo ambavyo vinawasababisha kukosa umakini katika barabara za umma na hivyo kuweza kusababisha matukio ya ajali. Pia tunawasihi wasipakie abiria kuzidi kiasi. Pikipiki unabeba mshikaki, unaita mshikaki, abiria 2, 3, 4 kwenye pikipiki moja ni hatarishi sana kwa ajili ya usalama wa watumiaji wa vyombo hivyo. Niendelee kutoa wito pia kwa eneo ya makazi, watu wasiache nyumba zao zikiwa hazina uangalizi ama milango haikufungwa. Nyumba zifungwe vizuri, lakini vizuri pia mtu mmoja ama wawili wakabaki kuangalia nyumba zao. Naendelee kuwasihi wananchi tushirikiane kwa pamoja kupeana taarifa mbalimbali kwa jeshi la polisi. Toa taarifa kwa jeshi la polisi endapo utaona viashiria vyote vya uhalifu na wahalifu ama viashiria vya uvunjifu wa amani, ili jeshi lenu liendelee kusimama na kutekeleza wajibu wake ili
watu waweze kusherehekea sherehe hizi katika hali ya utulivu na usalama. Mwisho kabisa, niwatakie Waislamu wote mkoa wa Kusini Unguja na kwingineko wanaponisikia heri ya sikukuu ya Eid el-Adha. Asante kwa kunisikiliza.